Kiukweli kukosekana kwa Jonathan Soa hasa katika michezo mitano ambayo amepigwa bani ni kitu ambacho kinaenda kuiparalyze Simba. Umeelewa? Unajua Soa, ukiangalia washambuliaji wote ambao wako ndani ya Simba, Soa ndo mshambuliaji ambaye ametoa impact ya moja kwa moja. Licha ya kwamba halikuwa apate nafasi ya moja kwa moja na kikosi cha Simba, lakini ndiye ambaye akiingia kwenye mchezo hata timu pinzani zinakuwa zina hofu. Mpaka dakika hii Soa kama atakuwa na kumbukumbu sahihi atakuwa na magoli mawili ambayo alifunga dhidi ya JKT Tanzania. JKT Tanzania alifunga goli mbili. Yeah. Alifunga goli moja. Mbili bwana. Alifunga mbili. Yeah. Kwa hiyo ukihesabu magoli hayo wachezaji wengine katika nafasi ya ushambuliaji ambao tunamzungumzia Mwalimu Suleiman Mwalimu, tunamzungumzia Steven Desa Mkwala, wote hawajafikia huko. Lakini bado hata kabla ya mambo yote, wakati usajili wa Simba unafanyika, sehemu ambapo paliwafurahisha sana mashabiki wa Simba ni kwa kupatikana kwa Jonathan Soa. Bahati mbaya ni kwamba walimu walipofika walikuwa hawamtumii mara kwa mara, lakini mara zote alipokuwa anatumika alikuwa anafanya vizuri. Umenielewa? Hata mchezo dhidi ya Azam walikosea tu muda wa kumuingiza dakika za mwisho. Pengine angekuwa ameanza Soa chochote kingetokea, kwa sababu ni moja kati ya washambuliaji hatari sana. Ukiniambia kwenye ligi kuu Tanzania bara kwa sasa, ukiniambia hebu taja mshambuliaji hatari na bora, moja kwa moja mimi nitamka, hata kama nilikuwa kwenye usingizini nitakwambia Jonathan Soa mshambuliaji bora. Hakuna mshambuliaji ambaye anamsogelea. Sasa inawagharimu Simba. Shida ndio inakuja kwenye swala la nidhamu ambao unalizungumza. Nidhamu kwa mchezaji ni kwamba sio kwenda kumpiga mtu tu. Nidhamu ninavyozungumzia kwa mchezaji ni kutumia matendo yako sahihi katika uwanja wa mapambano. Kwa maana kwamba usigharimu timu na usijigharimu mwenyewe. Kwa hiyo nidhamu, watu wakizungumzia nidhamu ya mpira wa miguu waweza kafikiri pengine mtu kaenda kumpiga ngumi wakati mpira haupo. Matukio ya movement zako, unailinda vipi afya ya mchezaji mwenzio? Unalinda vipi afya ya kwako mwenyewe? Kwa maana kutokupigwa kadi nyekundu, unalinda afya vipi ya timu yako kama timu yako? Kwa sababu kama ni mchezaji ukipewa kadi nyekundu, unaenda kuitia damage timu yako. Na we mwenyewe pia unapokosa michezo unakosa game time ya kucheza, unajirudisha nyuma. Lakini pia unapoenda kumfanyia madhambi mchezaji mwenzio ambayo anaweza kumfanya akapata ulemavu au ukamvunja au chochote kile kikafanyika ambacho kikawa sawa, hiyo tunazungumzia nidhamu. Yaani kwenye mpira wa miguu kuna zile moment ambazo wachezaji wanakutana nazo kwenye mpira ambazo anaweza kafanya kitu uwezi kusema hizi kukosa nidhamu, ila ni movement za mpira. Na kuna kukosa nidhamu ambazo zinakuwa sio katika movement za mpira. Yaani umetoka katika movement za mpira ni kukosa nidhamu. Sasa nimeona watu wengi wanazungumzia kuhusiana na Jonathan Soa kukosa nidhamu kwa mtindo katika movement ya mpira. Umeelewa? Ile pia ni nidhamu, kukosekana kwa nidhamu. Lakini kibaya sana kwa Jonathan Soa, anafanya matukio hayo wakati timu yake au mpira hauko katika sehemu ya hatari. Unajua kuna kufanya tukio la kukosa nidhamu au tukio ambalo ni hatari au tukio ambalo linaweza kaigharimu timu, lakini wakati huo unaisaidia timu.